Co-parenting yangu ni funny sana. Kwa sababu, okay, first of all, I have 2 baby daddies. Do you know that? Okay. Yeah. All right. Niko na watoto 3. Yes. Nilipata mmoja before, ako 11 years. Yes. Hiyo naifanya direct. All right. Hii ingine bado sijaanza kuifanya direct. All right. Dereva wangu, PA wangu, ndio wanashughulikia. Ndio communication line iko hapo. All right. Sisi, mimi na ex wangu hatuzungumzi. All right. Na si ati tulikuwa sana kwa ubaya, by the way. Very interesting. It's probably it's my easiest breakup. Okay. Not because it didn't hurt, but because nafikiri ili happen at a point, sisi wote quietly tulikuwa shakubali. Okay. Kama watu wazima. Yani, we didn't have a conversation, a breakup. We didn't have a fight. We didn't have drama. You are all at peace. Yani, sio kama nataka kuwapatia hiyo story, how it happened. Itakuwa nzuri maana tuko na muda. Hapana. I don't think that's the focus. Sitaki focus kwa hii podcast, lakini ni kitu ambayo nilikuwa nimekifikiria. Kuna kitu ambayo nilipenda sana to separate, lakini haikuwa rahisi because ya attachment na nini, unajua. So ndio mimi naambianga watu, kosana na mtu rudi. Kosaneni mrudie. Usiambiwe na mtu sijui wache mtu. Wewe mwenyewe ndio utamwacha. Unaona ukifika mahali mimi nilifika. Ama tuseme pia yeye, kwa sababu hajawahi niambia kama pia yeye alifika hapo, lakini pia yeye unajua hajawahi pigana ile turudiane. Unaona, kwa hivyo pia mimi na assume pia yeye alikuwa amefika same point. So tukaona break up drama free, hakuna motivational speaking, hakuna bashing, hakuna ati kufuata mtu na maneno. Hakuna counselors wanaitwa hapa kidogo waje wasaidie, parents coming in. Hakuna blocking, hata nikuonyesha sasa hivi. Hakuna blocking. It just died a natural death. Sipigi. Ile kukufa ya uzeeni. Alikufa kwa sababu ya uzee. Unaambiwa hata hakuna ugonjwa, hakushikwa na ugonjwa wote. Yani mzuri tu, the best. Kwa sababu najua tulikuwa na expect ilikuwa very dramatic. So watu walitarajia our breakup will be one very dramatic one. Nini? Watoto. Nothing. And then mbona kuna kitu pia ilisaidia kwa upande wangu ambaye it should not come to this it should not be part of this conversation. All right. Lakini kuna kitu ili happen kwangu that I really appreciate. Yani naambianga Mungu asante that whatever happened at that time. Yeah, na kanifanya ikuwe very easy. Okay. Jamani sisi waambia tunataka kujua, lakini jamani parable like yani sitaki hii podcast focus iwe my personal life. Okay. Lakini mbona basi kama ilisha vizuri hivyo, mbona msiongee, mbona PA na driver? Kwa sababu nilinotice kwamba kwa sababu si ati kuna vitu ambaye tumechat kidogo. Nimenotice kwamba kuna wanaume, unajua nyinyi mna take time refu kidogo ku process vitu zingine. Yeah, so naipatia tu time. Okay. Itafika tu mahali pia ataniona kama sister yake, mambo itakuwa rahisi. All right. But are you the wale wase wa kusema this weekend yours, this weekend mine, and there's like a plan, ama it's just you're the dad, I'm the mom, whatever time you feel like? Yeah, mimi sina masharti. Okay. Kuna weekend I like that. Sasa my first baby daddy, kuna weekend hapatikani, atanipigia simu niambie sitaweza kuja leo, watataka kuna nini lunch, nitume pesa ama wacha niongee na wao nijue, unajua, kwa sababu anatuma pesa jamani, na wewe ni senator, uko na hela, wewe ni bosi.
Si unajua anataka ni watoto alafu lazima unajua pia kuna boundary. mwanaume. Alafu hakuna boundary ati mtoto wake. Yani wote. Yeye anafanya kwa wote. Oh, that's an amazing guy. That's an amazing guy. Yeye anafanya tu. Yeye akija anawachukua wote. Amazing. Wanaenda kucheza wote. All right. That's an amazing guy. Salute to you, my brother. No, me, I like good people. I like people who are doing good things and showing a good example. He's a very good guy. Shali mzuri, unproblematic. Na analipa paka rent. Na stima na maji na shule na hospitali. Unajua kwa sasa sisi hatulipi rent. Lakini mahali anaweza anafanya. So do you have like that thing of wewe utalipa school fees, mimi nilipe hii? Mimi sinanga demands, mimi work hard. Ni kama najifanyia kila kitu. So wewe ukitaka ile utaongeza sawa. Hakuna kitu mbaya kama kutegemea mwanaume. It's true. Na wanawake wajue hivyo. Because unajua pia mwanaume sio Mungu. Saa ingine hana. Unategemea mtu na saa ingine pia yeye hana. Kwani unafikiria anatoa wapi ati everything unataka ako nayo. No. Men are also looking for money. Okay. They are not ati ATM ama just a source of money, no. Sijui unapeleka mtu mpaka kotini, unalipa mawakili, sijui child support. Mtu mwenyewe labda na struggle zake zingine tu yani. Hata ukipata hiyo judgment ati hatapata hiyo child support. Yani umeenda tu bure hana. Hawezi kuitoa. Ndo yako. So do you take care entirely kila kitu? Not necessarily. Like, I don't take care of everything entirely. But I can. I don't ask. All right. I don't ask. All right. So what do you take care of and what do they take care of? No, unajua mtu afanye vile angependa. Okay, amependaje yule wa kwanza? Yeye amependaje? Unajua pia watoto wanasoma kwenye very expensive schools. I know. Na mimi kazi yangu inaweza kuwa ni kubwa kuliko yake. True. So atalipa maybe this time ama alipe hiki na hiki, mimi naye niongeze hii. Vitu zingine tu zina flow. Yani atu hey. We na flow tu. For both baby daddies. Yeah, ina flow tu ile yeye anataka mara anataka kufanya hivi, amewaletea hii. You know, anapigia driver wangu ama mtoto akimmiss anapigia. Mimi hata nakuja kujua hata baadaye vitu zao. Ama nimetravel nakuja kuambia nikishafika. All right. Because hiyo line nilikwambia inapitia na njia nyingine. But of course you wendo bosi. Katika both your relationships. Hakuna kitu kama hiyo. Wendo bosi bana. Wendo bosi. Karen wendo bosi katika both of, so you're the person who's, you know, maybe that could be the reason why you're taking care of most of the things. Alafu pia standards zangu ama vile kile mimi ningependa. You know, I cannot dictate. Labda nikwambie wewe unataka watoto wapelekwe shule fulani kwa sababu wewe unaona utaaford hiyo shule. It's true. Mimi nataka waende for the best. Okay? So siwezi expect sababu mimi nimechoose hiyo pia wewe ufike yote. All right. Unaona? Kuna pale nitatake even me my responsibility. Kidogo. All right. Nairobi County. So mimi pia mpambanaji. Wewe unapambana kivyako.